Bwana, nimekuja kukupa taarifa moja kwamba pingamizi la Young Africans ambalo limeelekea kuhusu rais wa TFF Wallace Karia limegonga mwamba, na limegonga mwamba kwa sababu ni nje ya kanuni. Ni shauri ambalo wamelifungua ikiwa hawajui sheria na kanuni zinataka nini kuhusiana na masuala ya uchaguzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia CAF pamoja na FIFA. Yanga waliandika shauri kudai kwamba rais wa Wallace Karia amechukua endorsement zote. Kwa hiyo wanapinga, lakini pia wanapinga kitendo hicho, lakini pia wakidai kwamba Rais Karia pia anaingia madarakani kinyume na utaratibu ambavyo unaeleza. Ukumbuke kwamba kuna mabadiliko ambayo yalifanyika ya sheria na kanuni za ndani ya FIFA ambazo pia zinatumiwa na CAF, ambazo pia zinatumiwa pia na TFF. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia angakijua, na mimi nataka nikupe taarifa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye hizo sheria na kanuni. Unajua mwaka 2016 wakati uchaguzi unafanyika wa FIFA ulifanyika mchakato wa ukomo wa madaraka, kwa sababu mwanzoni hapakuwepo na ukomo wa madaraka, na ndio maana mtu kama Seif Blatter aliweza kuiongoza FIFA kwa zaidi ya miaka 18 kwa sababu wakati ule hapakuwepo pia na ukomo wa madaraka. Na hata wakati wa Jamali Malinzi, wakati pia kwa maana ya TFF kwa upande wetu sisi, kwa upande wa TFF, wakati ule shirikisho pia lilitofati hapakuwepo na ukomo wa madaraka, kwamba mtu alikuwa na uwezo wa kuongoza tu hata kwa miaka 15 mpaka hata miaka 20, yeye mwenyewe, si kwamba atachoka ataacha. Kwa hiyo mwaka 2016 kulifanyika kikao cha kujadili maboresho ya shirikisho la soka duniani FIFA, ambao kwenye yale kanuni ambazo zilipitishwa ni kwamba lazima kuwepo na ukomo wa madaraka, ambao kwenye ule ukomo wa madaraka unagombea kwa miaka, mtu anakaa madarakani kwa miaka 4 na atakaa kwa vipindi vitatu peke yake, hata zidisha vipindi vitatu. Maana yake ile miaka, ina maana atahudumu kwa miaka 12 kama atachaguliwa kwenye hizo nyakati zote. Sasa ile sheria ilikuja kupita kwenye mashirikisho mengine yote duniani, kwamba yale mashirikisho mengine kila uchaguzi utakuwa unafanyika kwa kila baada ya miaka 4, na kwenye miaka 4 mtu anaruhusiwa kugombea kwa vipindi vitatu kama atachaguliwa, na itakuwa kwa vipindi vitatu either mfululizo au hata kama haitakuwa mfululizo, lakini anaruhusiwa kugombea mara 3 tu kwa vipindi vya miaka 4. Maana yake ukipiga miaka 4 ya kukaa madarakani kwa vipindi vyetu ni miaka 12. Sasa kuna mwingine anaweza kuchukua mfululizo, kuna mwingine anaweza asichukue mfululizo. Sasa wakati ile sheria inapitishwa mwaka 2016, uchaguzi uliofuata wa CAF wa FIFA ukawa ni 2019. Maana yake ndio sheria ilianza kutumika. Ina maana ile miaka 4 ya kwanza ambayo wakati huo mashirikisho yanaendelea, ina maana inakuwa haihesabiwi. Maana yake hata Wallace Karia ule uchaguzi wa kwanza ambao ulimpitisha madarakani hauhesabiwi, kwa sababu tayari mabadiliko ya hiyo sheria na kanuni yalifanyika ikiwa tayari yuko madarakani. Ina maana ile miaka ambayo yuko madarakani ikipita, ile inapita kama ilivyokuwa, haihesabiwi. Ina maana kipindi chake cha kwanza cha uchaguzi ambao unahesabiwa kwa mujibu wa sheria za FIFA na CAF ni kuanzia mwaka 2021. Ina maana ile miaka mingine 4 ya nyuma ile inakuwa haipo, kwa sababu wakati huo hapakuwepo na ukomo wa madaraka, na ukomo wa madaraka amekuja kuweka Wallace Karia kwenye utawala wake kutokana na mabadiliko ya sheria na kanuni za CAF na FIFA ambazo ziliweka ukomo wa madaraka. Na ukomo wa madaraka kwa FIFA uliweka na Gianni Infantino, ambaye pia aliweka ukomo wa madaraka kwa sababu ya kuweka pia usawa kwenye mpira na kuleta maendeleo. Lakini pia kuna vitu vingi vilibadilika, ikiwemo pia kuwekwa wazi kwa mshahara wa rais wa FIFA na vitu vingine, na kuweka pia mambo mengine yakae sawa kwa ajili ya kutengeneza usawa. Sasa Wallace Karia ile alimekuja 2021, kile ndio kipindi chake cha kwanza ambacho kinatazamwa sasa kwenye kanuni mpya na sheria mpya. Ina maana pingamizi la Yanga la kupinga kwamba anagombea kinyume na madaraka na jinsi kanuni zinavyoeleza sio kweli. Maana Yanga wao ndio hawajui kwamba kanuni na sheria zinasema nini kuhusiana na masuala ya uchaguzi wa TFF, FIFA pamoja na CAF. Wangekuwa wanajua, wasingeweza kwenda kusimamisha uchaguzi kwa kudai kwamba Karia amepata endorsement zote na alikuwa hastahili kugombea. Lakini Karia anastahili kugombea kwa sababu miaka yake 4 ya kwanza ni ile ambayo ilifanyika 2021 mpaka sasa hivi 2025. Ina maana hii ni awamu yake ya pili ambayo Wallace Karia anagombea
kwenye vile vipindi vitatu vya miaka minne, hiki ni kipindi chake cha pili ambacho anagombea, kwa sababu kipindi cha kwanza kabisa aligombea ikiwa shirikisho halina mwisho wa madaraka. Yani hakuna mwisho wa madaraka, kwamba unaweza kugombea mpaka utakapoamua mwenyewe kuacha ngazi. Lakini kwa sababu sheria zilitengenezwa wakati yeye akiwa madarakani, maana kile kipindi cha kwanza kinakuwa hakiwezi kusikiliza, hakiwezi kuangaliwa, kitaangaliwa kipindi cha pili cha uchaguzi ambacho ndio itakuwa kipindi cha kwanza. Na hiyo leo kwenye mashirikisho yote duniani, kwa sababu wakati wa sheria inabadilika, kuna mashirikisho ambayo tayari alishafanya uchaguzi, tayari kuna viongozi kwa madarakani. Sasa kile kipindi kiliachwa kipite vile vile kiwe ni cha bure. Lakini kipindi kilichofuata cha uchaguzi ndicho ambacho kinakuwa sasa kinahesabiwa na FIFA na CAF. Na kipindi cha Wallace Karia ambacho kanuni inabadilika ni kile kipindi ambacho aliingia ambacho kupiga 2021 ilikuwa ni kipindi chake cha pili. Lakini sasa kile cha kwanza, kwa sababu ndio kipindi ambacho mabadiliko yalifanyika, na maana kile kihesabiwi. Ina maana ataanza kipindi cha pili ambacho ni 2021. Sasa ukipiga 2021 mpaka sasa hivi ni kipindi chake cha kwanza. Ina maana huu uchaguzi anauendea sio kipindi cha tatu. Ingawa kwenye madaraka ni kipindi cha tatu, lakini kwenye mabadiliko ya sheria na kanuni za CAF na FIFA hiki ni kipindi chake cha pili. Ina maana Karia atagombea kipindi hiki cha miaka minne tena ambacho kwa cha pili. Atagombea tena cha miaka mingine minne ambacho ni cha tatu. Ambao kwa ujumla kujumlisha na ile miaka minne ya kwanza, Karia atakuwa ameongoza kwa jumla ya miaka 16. Kwa maana kuna minne ya kwanza ambayo ilikuwa nje ya hizi kanuni za kwenye mabadiliko mapya. Kuna minne ya pili ambayo ilianzia kwenye mabadiliko, kuna minne ya tatu kwenye mabadiliko, na minne ya nne kwenye mabadiliko. Lakini itakuwa ni vipindi vitatu ambavyo viko kwenye mabadiliko ya kikanuni na sheria za FIFA. Kwa hiyo sio kwamba Wallace Karia anakosea, ila Yanga wao ndo hawajui sheria zinataka nini. Na hii kanuni ya hii katiba ambayo inatumika ni katiba ambayo pia imesajiliwa na msajili wa vyama vya michezo nchini. Ina maana hata mwanamama yule ambaye alizungumza kuhusu masuala ya katiba kwamba haiko vizuri na nini, yeye pia hajui, kwa sababu hizi katiba ili zipite ni lazima FIFA wazipitishe, lazima pia BMT wapitishe, na BMT wanapitisha kutokana na sheria ambazo zimewekwa na CAF na FIFA. Na katiba ya sasa ya TFF imepitishwa na CAF na FIFA, na ndio maana hata msajili wa vyama vya michezo Tanzania alipitisha hiyo katiba. Kwa hiyo sio kwamba Wallace Karia anakosea. Wallace Karia yuko sahihi, lakini Yanga ndio ambao hawapo sahihi kwenye namna ambavyo wanafuatilia ile sakata. Kwa hiyo ukweli ni kwamba pingamizi la Yanga limeota mbawa, na Wallace Karia ataendelea kugombea kama kawaida, kwa sababu ndivyo ambavyo kanuni na katiba za uchaguzi zinavyoeleza kule FIFA na CAF. Na mchakato wa endorsement ni mchakato ambao upo FIFA, upo CAF, yani kila sehemu huko una apply kama kawaida.